Na Biblia inasema Mungu wetu anatafutwa kwa bidii. Tena ili umuone, umtafute kama fedha. Analinganisha jinsi fedha inavyoweza kuchukua muda mrefu ili kupatikana. Na Mungu anasema yeye Mungu aliye hai, ili umpate mtafute kama fedha yote ule. Kama fedha maana yake ni kwamba kwa muda mrefu unapaswa kumtumikia. Watu wengi wanalaumu Mungu, mimi anisikii, Mungu mimi anijibu, Mungu, lakini umechukua muda gani? Robo saa. Fedha masaa 10, fedha masaa 12, fedha masaa 20, fedha masaa 5. Mungu unachukua muda gani kumuomba? Robo saa. Alafu unasema Mungu hanijibu, Mungu hanisikilizi, Mungu haniangalii. Mungu atakuangaliaje na wakati unachukua robo saa kumtafuta yeye, alafu unachukua masaa 10 kutafuta fedha? Geuza uone hiyo fedha utaipata ukitafuta robo saa fedha. Kama fedha haiwezi kutafutwa kwa robo saa ikapatikana, uwe na uhakika na Mungu hawezi kutafutwa kwa robo saa akapatikana. Maana ni zaidi ya fedha utafutaji wake Mungu, ili muone ni zaidi ya utafutaji wa fedha. Unanielewa? Kwa hiyo kitu ambacho nimetumwa kwako leo kukutia hamasa kwamba Mungu anasikia, lakini bado muda wako unaompa kidogo. Unampenda kidogo, unampenda kwa maneno, moyo uko mbali. Weka moyo kwa Mungu kwa masaa mengi. Weka moyo kwa Mungu kwa muda mrefu. Usimwambie kwa maneno tu hali moyo uko mbali. Weka moyo kwa Mungu, usitisha kazi zote, mwambie Mungu nakupenda kwa moyo wote. Fanya kazi ya Mungu. Alafu na hiyo fedha ambayo wewe unaipenda sana, itoe kwa Mungu.